Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele. Siku mzito unafunika milima ya Kashmir, theluji inanyesha kwa ukimya wa kutisha. Kwenye giza hilo, kundi la wanajeshi wa kivita wanaingia kimya kimya kwenye kambi ya India. Hawajaja kwa amani tu, wamekuja kwa uharibifu. Lakini kabla hawajatekeleza mpango wao, mlango wa giza unafunguka na mtu mmoja anatokea kama kivuli cha kifo. Huyu ni Pathan. Pathan ni wakala wa zamani wa RIW Indian Intelligence. Aliondoka kwenye huduma ya serikali baada ya mission ngumu iliyomvunja kiakili na kimwili. Lakini sasa nchi yake inashambuliwa na kundi la magaidi wanaoongozwa na mtu hatari anaitwa Jimmy, mwanajeshi wa zamani wa India aliyebadilika kuwa adui mkubwa wa taifa lake. Jimmy ana mpango mkubwa wa kulipiza kisasi dhidi ya India kwa ajili ya mashambulizi ya kisayansi na silaha za kibiolojia. Shambulio la kwanza linaonyesha wazi kuwa hii si vita ya kawaida, ni vita ya akili, usaliti na teknolojia ya maangamizi. Baada ya mashambulizi kuongezeka, shirika la ujasusi la India, RAW, linagundua kuwa hawana mtu wa kumzuia Jimmy. Ndipo anamkumbuka Pathan, mtu ambaye aliwahi kuwa mmoja wa maagenti bora kabisa na sasa yuko nje ya mfumo. Mkuu wa operation anamwomba arudi kazini. Mwanzo Pathan anakataa, amechoka na vita na usaliti na damu nyingi. Lakini anapoona ukubwa wa tishio la Jimmy, anakubali kurudi. Pathan anaanza kuchunguza mtandao wa Jimmy, anagundua kuwa Jimmy si gaidi wa kawaida. Ni mtu aliyewahi kuwa shujaa kama yeye, lakini alisalitiwa na mfumo. Jimmy anatumia akili yake, fedha na watu wake kuunda kundi la kimataifa la uhalifu. Katika safari yake, Pathan anakutana na Rubina Musin, mwanamke wa siri ambaye anaonekana kumsaidia, lakini ukweli wake hauko wazi. Kila mtu ana siri, hakuna anayeaminika. Pathan anaanza operation ya kimya kimya kumkaribia Jimmy, lakini Jimmy naye anajua kila hatua ya serikali. Ana mtandao mkubwa wa ujasusi wake mwenyewe. Pigano anaanza, risasi, magari ya kasi na operation za kuvizia katika miji mbalimbali duniani. Pathan anaonyesha tena uwezo wake wa zamani, kasi, akili na ujasiri wa ajabu. Lakini Jimmy naye si rahisi. Kila hatua ya Pathan anaijibu kwa mipango ya maangamizi. Rubina anafichua ukweli kuwa yeye pia ana sababu zake za kumfuatilia Jimmy, lakini bado haijulikani kama yuko upande wa Pathan au ana mpango wake mwenyewe. Hii inamfanya Pathan awe makini zaidi, kwani kwenye dunia ya spies usaliti ni kawaida kuliko uaminifu. Jimmy anafichua mpango wake mkubwa, kuachia silaha ya kibiolojia, virus hatari ambayo inaweza kuangamiza mamilioni ya watu. Anataka kulipiza kisasi kwa dunia nzima na hasa India. Anasema wazi, niliwahi kuitumikia nchi yangu, lakini sasa nchi hiyo hainijali. Hii inageuza hadithi kuwa vita ya maadili na kisasi. Pathan anaanza kukusanya washirika wake wa zamani. Anaunda timu ya siri kupambana na Jimmy kabla ya kuchelewa. Kila operation inakuwa ya hatari zaidi, kuingia kwenye maabara za siri, kuvunja mitandao ya silaha na kupigana na maadui wenye mafunzo kama yao. Jimmy anafanikisha sehemu ya mpango wake wa maangamizi. Silaha ya virus inakaribia kuachiliwa. Pathan naye anaingia kwenye eneo la mwisho la mapambano, eneo lenye ulinzi mkali. Mapigano makali yanaanza kutokea. Risasi nyingi zinapigwa kila upande. Mapambano ya mikono yanatokea, mbio za magari na helikopta zikivuma, na vita ya akili kati ya maadui wawili waliowahi kuwa kama ndugu. Pathan na Jimmy wanakutana uso kwa uso. Jimmy anamwambia Pathan kuwa dunia haiwezi kuamini mashujaa tena. Pathan anamjibu kwa vitendo, si maneno. Mapambano yao ya mwisho yanakuwa ya nguvu, kasi na hisia kali, kila mmoja akijaribu kuthibitisha falsafa yake. Hatimaye, baada ya vita kali sana, Pathan anafanikiwa kumzuia Jimmy na kuokoa mamilioni ya watu. Jimmy anaanguka akiwa ameshindwa na mawazo yake ya kisasa. Silaha ya maangamizi inazuiwa. Pathan anabaki hai lakini amechoka, akiwa amepita vita nyingine ya maisha yake. Anarejea kama shujaa wa taifa, lakini bado anabaki mtu wa siri anayefanya kazi nyuma ya pazia. Movie ya Pathan ni action thriller yenye msisimko mkubwa kuhusu ujasusi, usaliti na vita ya kuokoa dunia. Inaonyesha mapambano kati ya shujaa anayelinda nchi yake na adui aliyesalitiwa na mfumo. Mwisho wake unaacha ujumbe mkubwa: katika dunia ya spies, kila mtu ni adui mwovu. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele.